Jina langu ni CPA Paul John Walalaze, ni meneja elimu kwa mlipa kodi Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kipekee tunashukuru sana walipa kodi kwa jinsi wanavyolipa kodi zao kwa hiari. Na tumeona hata kwa mwaka huu wa fedha 2025-2026 kwa miezi 9 iliyopita, TRA tumeendelea kufanya vizuri kwa kupata clean sheet kwa miezi yote hiyo. Na kumbuka kwamba hapa tunalolifukuzia ni ile lengo kuu la mwaka huu wa fedha ambao tumepewa tukusanye la trilioni 36, ambao ni mchango mkubwa katika ile bajeti ya serikali ambayo ina trilioni 56. Lakini leo sasa tuzungumzie kuhusu uwasilishaji wa ritani mbalimbali za kodi. Lakini mathalani hapa tunazungumzia uwasilishaji wa ritani ya kodi ya mapato. Ikumbuke kwamba ulipaji wa kodi ya mapato, kodi ya mapato ina vyanzo vikuu vitatu vya mapato, ambao ni chanzo kinachotokana na biashara, chanzo kinachotokana na ajira, chanzo kinachotokana na uwekezaji. Sasa leo tuzungumzie hiki chanzo kinachotokana na biashara. Kodi inayotokana na biashara, walipa kodi hawa wanalipa kodi zao kwa awamu, na mwaka wa biashara wa wafanyabiashara walipa kodi walio wengi unaanza ile tarehe 1 Januari hadi tarehe 31 mwezi wa 12 ya kila mwaka. Kwa ndani ya mwaka huo mfanyabiashara anaweka makadirio yake au anafanya makadirio yake. Kumbuke kwamba makadirio yalianza tarehe 1 Januari hadi tarehe 31 mwezi wa 3 wa kila mwaka. Kwa mwaka huu 2026 tayari kipindi cha makadirio kwa wale ambao tayari wako kwenye biashara kimeshapita. Lakini kwa wale ambao tayari wanatengeneza mahesabu yao, tunaita self assessment, wanaofanya self assessment ambao wanajikadiria wao wenyewe. Kwa mwaka wa 2025 ambao umeisha tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025, sheria ya kodi imewapa nafasi ya kutengeneza mahesabu yao. Kumbuka kwamba sheria ya kodi imewapa miezi 6 kuanzia tarehe 1 Januari hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6, ndio kipindi ambacho cha kutengeneza mahesabu yao. Na tunavyozungumzia hapa ni mwezi April sasa hivi. Tumebakisha na siku chache kuelekea tarehe 30 ya mwezi wa 6. Na ikumbuke kwamba kipindi hiki tunatoa rai kwa wewe mfanyabiashara unayetengeneza mahesabu yako, kaa karibu na mshauri wako wa kodi, tunaita tax consultant, ili muweze kutengeneza return inayotokana na kodi ya mapato ambayo tunaita return of income kwa mwaka 2025. Kumbuka kwamba kuchelewa kuwasilisha return hiyo inaambatana na adhabu mbalimbali ukiwasilisha return baada ile tarehe 30 ya mwezi wa 6. Kwa hiyo tunategemea kwamba mfanyabiashara atakuwa ametunza kumbukumbu zake, atakuwa anatumia mfumo wetu wa iDRAS katika kuwasilisha hiyo return yake ya mapato. Na sasa hivi ndio tunasisitiza katika ufanyaji wa biashara. Kuna vitu kama vitano ambavyo tunavyosisitiza. Cha kwanza, mfanyabiashara yoyote hakikisha kwamba amesajiliwa, amewasilisha return na kupata makadirio. Ya tatu, awe amelipa kodi yake kwa wakati. Ya nne, awe ametunza kumbukumbu. Na ya tano, awe na matumizi sahihi ya mifumo ya kielektroniki ya kodi au utoaji wa risiti mbalimbali. Katika hili itakurahisishia sana hata wewe katika kutengeneza mahesabu yako. Ndani ya mahesabu hayo tunaamini kwamba ndio tutajua kabisa kiasi halisi cha kodi ambao mfanyabiashara alitakiwa au anatakiwa alipe katika mwaka wa fedha au mwaka wake wa biashara uliopita. TRA tunatoa rai tu kwamba, na ahadi yetu kwa wafanyabiashara ya kwamba tutaendelea kuwa nao karibu, tutaendelea kuwaelimisha, tutaendelea kuwajuza kuhusu mabadiliko mbalimbali yanayotokea. Kumbuke kwamba sasa hivi ni bunge la bajeti. Kuna vitu mbalimbali ambavyo tunategemea kwamba vinaweza vikafanywa maboresho ya kodi. Hata ukiangalia kwenye tume ya Mheshimiwa Rais ya kuhusu maboresho ya kodi, kuna vitu mbalimbali ambavyo tunategemea, kuna vingine vitaanza kufanywa kazi mara moja. Na sisi Mamlaka ya Mapato Tanzania, kati ya vile vitu ambavyo vimewasilishwa karibia 284, karibia sehemu kubwa tumeshaanza kufanyia kazi. Lakini yote hayo tunapewa nguvu na nani? Na huyu mlipa kodi ambaye tunafanya naye kazi kwa ukaribu. TRA tunasema kwa pamoja tunajenga taifa letu, na ukiuza kumbuka kutoa risiti, na ukinunua kumbuka kudai risiti. Kodi yetu, maendeleo.